Naibu Waziri wa Afya Dr. Gordon Mollel amesema kuwa katika miaka minne ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, sekta ya afya imepiga hatua kubwa, ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa teknolojia ya matibabu. Dr. Mollel amesema hayo leo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya wiki ya afya kitakachofanyika Aprili 8 mwaka huu. Tunaenda kuadhimisha siku ya afya. Maana yake ni siku hii ni afya duniani, si ndio? Lakini tunaadhimisha kitaifa wiki yetu ya afya ambayo kilele chake kitakuwa tarehe 8. Wakati rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaipokea nchi, ni hospitali 2 tu za mikoa zilikuwa na teknolojia ya CT scan, ambayo sababu hiyo tu inafanya watu wa kanda, ilikuwa inafanya watu wa kanda yote ya kusini, kule kusini, ilikuwa inafanya watu wote waende Mbeya. Nyanda za juu kusini walikuwa wote wanakwenda Mbeya. Unajiuliza, mtu anatoka Kigoma mpaka anafika Mbeya kufuata huduma ya CT scan. Unajiuliza, watu wanatoka mikoa mingine wanakuja Dar es Salaam. Leo huduma imefika kila mkoa na watu wote wanapata huduma hiyo kwenye mikoa yao. Dr. Mollel ameongezea kuwa kwa kipindi kifupi cha urais wa Dr. Samia Suluhu Hassan ameokoa 78% ya watu waliokuwa wafe kwa tatizo la kansa baada ya kuboresha teknolojia ya kutambua ugonjwa huo mapema, huku huduma ya CT scan ikipatikana mikoa yote Tanzania, tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Kwa kipindi kifupi cha urais wa Dr. Samia Suluhu Hassan cha miaka 4, maana yake ameweza kuokoa 78% ya watu waliokuwa wafe kwa kansa. Maana yake tukienda tukapata data za mwaka huu, inawezekana tukawa tumekwenda juu zaidi. Lakini leo teknolojia ya tiba ya kansa iliyowekwa kwenye hospitali yetu leo, ilikuwa wakati rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, ilikuwa tunakwenda kuchukua mionzi tiba Afrika Kusini na Uturuki. Leo tayari Dr. Samia Suluhu Hassan amesimika ndani ya Tanzania kiwanda cha kuzalisha mionzi tiba. Lakini sio hivyo tu, pamoja na hicho kiwanda imewekwa mashine yenye uwezo wa kugundua kansa inayoweza kutokea miaka 2 ijayo, miaka 3 ijayo, miaka 10 ijayo. Kwa hiyo leo unaweza ukaenda kwenye taasisi yetu ya Ocean Road, kansa yako ikagundulika ambayo itatokea baadaye, na ukaanza kushughulikiwa mapema kabla hata hiyo kansa haijawa kansa kamili. Hayo ndio mabadiliko makubwa tunayosema, na ndio maana ninasema mabadiliko wanayoyataka Watanzania ni mabadiliko haya, ni reform hizi anazofanya Dr. Samia kwenye sekta ya afya. Tanzania wanataka mabadiliko kwenye maisha yao, wanataka maisha yao yaokolewe, wanataka uchumi wao uboreshe. Hawataki mabadiliko haya ambayo yanasemwa bila kutumia tafakuri ya kina. Lakini pia ukienda kwenye hospitali zetu kama JKCI leo, utakwenda pale, ilikuwa kuna operation ambazo ulikuwa ukifanyiwa unafunguliwa kifua kizima. Lakini leo kwa sababu ya teknolojia aliyoiwekeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan pale JKCI, leo unaweza ukafanyia operation ya moyo kwa kufungua tu sentimita 2 mpaka 4 kwenye kifua hapa na kufanya operation na ukaondoka mapema sana hospitali bila kukaa muda mrefu. Kwa teknolojia alizowekeza Dr. Samia Suluhu Hassan, leo unafanyiwa operation chini ya sakafu ya ubongo kwa kupitia tu kwenye pua. Leo unaweza ukapata shida nyingine kwenye ubongo, ilihitaji ufungulio, mfano kwenye ubongo huku juu pakatokea shida kwenye mishipa ya damu, ilikuwa lazima ufunguliwe kichwa. Leo kwa teknolojia aliyoileta Dr. Samia Suluhu Hassan, unaweza ukapitia mshipa mkubwa ulioko mguuni, ikapelekwa vifaa na ukafanyiwa operation kwa kupitia mshipa mkubwa wa mguuni, ikapelekwa vifaa mpaka kichwani na ukafunguliwa na ukatibiwa bila kuhitaji kupasua kichwa.